wewe ni mtenda miujiza. Na Baba uko kwa maana wewe ndio uliokusudia katika ibada hii. Tuingie na Roho Mtakatifu wewe. Utufundishe. Tuingie na Roho Mtakatifu wewe. Tuingie na Roho Mtakatifu Baba. Tembea pamoja nasi kwa siku ya leo. Unapofufuka Bwana, fufuka pamoja nasi. Kwa jina lako Yesu Bwana. Katika jina lako Yesu Bwana. Sema nasi kwa njia nyepesi tupate kusikia katika jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya kanisa. Amen. Basi kama alivyosema mtumishi wa Mungu, kwa majina naitwa Tuku Pasi ya Kasongwa, natokea ushirika wa Moraviani Segelea. Baba mchungaji Rafaeli Mwapakato anawasalimia sana. Amen. Ni mama wa watoto 4. Mungu kanibariki. Nina watoto 4, wa kiume 3, wa kike 1. Namfurahia Bwana kwa ajili ya baraka zake. Na namfurahia Bwana kwa ajili yenu. Kusimama mbele yenu ni mara ya kwanza kukanyaga katika kituo. Lakini nimepata mialiko karibia kama mara 2 sikosei. Au hii ya 3 nimeweza kupata nafasi. Haleluya kanisa la Mungu. Mungu ana wakati wake. Na ameukusudia leo niwepo. Na wapenda sana. Lakini nimefurahi zaidi kwa sababu nimejikuta niko nyumbani. Niko kama nilivyosema, niko kwa Kulwa, niko kwa mama yangu. Mama Wangosi. Nimefurahi sana kumuona mahali hapa. Ni mama yangu sana. Lakini pia nikafika mahali nikamshangaa huyu Yesu. Sasa nikaanza kusikia ule wimbo nasema namshangaa huyu Yesu kila niendako namkuta. Kwa sababu gani? Kakaangu pale nyuma nimewahi kumkuta Vingunguti. Lakini nimemshangaa tena nimemkuta hapo. Naona mfurahia Bwana sana. Na alikuwa akinibariki sana pale Vingunguti, alikuwa akipiga vyombo, unasikia mwenyewe anavisikilizia huko. Kuna mtu unaona anaifanya kazi ya Mungu iko ndani. Sio kwamba anafanya tu ili mradi afanya. Yeye mwenyewe inambariki. Bwana Yesu asifiwe. Yaani ukiwa unafanya kazi ya Bwana, yaani fanya kwa maana ya kufanya. Haleluya watumishi wa Mungu. Lakini pia vijana hapa wamenifurahisha sana walivyoimba wimbo wao binafsi. Nawakaribisha sana Segelea. Kule vipawa vya watu binafsi vimelala. Kwa mkija mtaamsha. Karibuni sana. Basi baada ya kusema hayo, tuingie kwenye somo letu bila kupoteza muda. Somo letu linapatikana katika Injili kama ilivyoandikwa na Mtakatifu Luka, sura ile ya 24. Mstari wa 1 mpaka wa 12. Injili kama ilivyoandikwa na Luka Mtakatifu, sura ya 24, mstari wa 1 mpaka ule wa 12. Naamini wote tumekwisha kupata. Neno la Mungu linasema, hata siku ya kwanza ya juma ilipoanza kupambazuka, walikwenda kaburini wakiyaleta manukato walioweka tayari. Wakalikuta lile jiwe limevingilishwa mbali na kaburi. Wakaingia wasiuone mwili wa Bwana Yesu. Ikawa walipokuwa wakifadhaika kwa ajili ya neno hilo, tazama, watu 2 walisimama karibu nao, wamevaa nguo za kumetameta. Nao walipoingiwa na hofu na kuinama kifudifudi hata nchi, hao waliwaambia, kwa nini mnamtafuta aliye hai katika wafu? Hayupo hapa, amefufuka. Kumbukeni alivyosema nanyi alipokuwa akaliko Galilaya, akisema, imempasa mwana wa Adamu kutiwa mikononi mwa wenye dhambi na kusulubiwa
na kusulubiwa na kufufuka siku ya tatu. Wakayakumbuka maneno yake, wakaondoka kaburini, wakarudi, wakawaarifu wale 11 na wengine wote habari za mambo hayo yote. Nao ni Mariamu Magdalene na Yohana na Mariamu mamaye Yakobo na wale wanawake wengine waliokuwa pamoja nao. Hao waliwaambia mitume habari ya mambo hayo. Mstari wa 12 na wa mwisho. Maneno yao yakaonekana kuwa kama upuuzi kwao, wala hawakusadiki. Lakini Petro aliondoka, akaenda mbio hata kaburini, akainama, akachungulia ndani, akaviona vile vitambaa vya sanda tu, akaenda zake akistaajabia yaliyotukia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukitafakari kwa habari ya maandiko haya, yana uzito sana. Kwa sababu gani? Yesu alikuwa siku zote yuko na wanafunzi, na mkutano mkubwa alikuwa akihudumia sehemu mbalimbali mpaka vijiji mbalimbali, na akiwaambia habari hiyo hiyo kwamba ipo siku nitaondoka, lakini nitakufa, siku ya tatu nitafufuka. Lakini baada tu ya Yesu kutiwa mkononi mwa watu wenye dhambi na kuuawa, watu wote walisahau. Wakabaki wakitafakari kwamba ndio ameshaondoka, sasa tufanyeje? Hofu ikaingia ndani ya mioyo yao, hawaelewi cha kufanya. Lakini tunaona hata akina Mariamu na wenyewe wamesahau kwamba Yesu aliwaambia atafufuka. Ameandaa manukato ya kwenda kupaka mwili wa Yesu, wakati aliwaambia siku ya tatu atafufuka. Wanafika pale, wanaona kaburi liko wazi, jiwe limevingishwa mbali. Sasa wanashangaa, ni nani? Wamemuiba Bwana wetu? Wanashangaa, wa malaika wanawatokea, wamevaa nguo zinametameta. Wanasema, ya nini kumtafuta mtu katika wafu, mtu aliye hai? Inawezekana hata sisi tunawatafuta watu katika watu waliokufa wakati wako hai. Inawezekana wewe leo unatafuta vitu vilivyokufa wakati vipo vitu vilivyo hai. Inawezekana unatafakari vitu vilivyokufa wakati kuna vitu vinatakiwa vizaliwe vipya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nataka nikwambie, usiwaze kwa habari ya kazi iliyoharibika. Waza kwa habari ya kazi iliyo hai. Waza kwa habari ya kazi iliyo hai. Maana Biblia inatuambia, ukisoma kwenye Mithali 25 kama sikosei, mstari wa 7, kama sio 25-23, inasema aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Amen. Unawaza nini? Maana kile unachokiwaza ndicho kitakachokujilia na kukipata. Inawezekana leo umepewa barua kusimamishwa kazi. Ona kwamba ni wakati wa kurudishwa kazini na kupandishwa vyeo. Bwana Yesu asifiwe. Lazima uwaze vizuri. Usiwaze tu kwamba sisi ni watu wa hivi hivi. Sisi yani hapa mtashangaa, mtajenga jengo la kisasa. Mtajenga jengo la kisasa na itakuwa mfano wa kweli. Sio hali ya kawaida. Habari hii inahubiriwa wakati Yesu amefufuka. Alafu na nyinyi mnatangaziwa habari za ujenzi. Ona jinsi Mungu alivyo mwema. Amen. Ni habari ya kufufuka kwa ujenzi, kufanya kazi ya Mungu kwa nguvu haswa. Kuifufua kazi ya Mungu ni majira yaliyokusudiwa na Bwana. Lakini kuna watu ambao wanapata habari, huwa wao wakishazipata basi wanapotezea. Mstari wa mwisho hapo unasema hivi. Tukisoma ile mstari wa 12 anasema, maneno yao yakaonekana kuwa kama upuuzi wao, wala hawakusadiki. Lakini Petro aliondoka, akaenda mbio hata kaburini, akainama, akachungulia ndani, akaviona vile vitambaa vya sanda tu, akaenda zake akistajabia yaliyotukia. Yaani wengine walipopewa habari wakaona ni upuuzi. Petro akasema, mpaka nikahakikishe. Inawezekana Petro alikuwa na ile akili akakumbuka kwamba alisema atafufuka. Lakini nisiwe na uhakika kusema alisema anafufuka, nikahakikishe kweli hayupo, ndio nitaamini kwamba kweli anafufuka. Kwa Petro akajivika ujasiri mkubwa, akaondoka, akawaacha wale wanaoona ni upuuzi kwa habari wanazoambiwa.
Hakuna aliyeanza labda kuweka mashangilio ndani ya moyo wako kusema alituambia atafufuka, tujiweke tayari sasa kumlaki, maana alisema atafufuka. Petro anaondoka, akakaza mwendo, akaenda, akainama, akachungulia kabrini, anaviona vitambaa tu, akastaajabia, akarudi. Sijui mimi na wewe tunastaajabia nini kwa habari ya kifo cha Bwana Yesu? Tunaona nini katika habari hii? Tunajifunza nini katika habari hii? Tujifunze kwamba kila kitu kinachozungumzwa na Mungu huwa ni timilifu. Huwa ni timilifu. Mahali pengine unaweza kaulizwa swali la mtego tu. Kwa nini unamwabudu Mungu? Au kwa nini natupasa tumuombe Mungu? Kwa sababu Mungu ndiye Muumba wetu. Lakini Mungu akisema neno amesema. Hakuna anayezuia. Mungu sio kigeugeu. Na neno lake huwa linarudi na majibu. Ni kwamba hapa tunajifunza kwa habari ya maneno ambayo Yesu alitamka na yametimia. Sasa inawezekana wewe ukawa ulikuwa unasoma, alafu ukapiga picha ya maisha waliopo ndugu zako nyuma. Unaona wengi wao labda hawajasoma au wamesoma hawajapata kazi. Unaanza kujitamkia kwamba sisi ni watu wa kusoma na kukaa na vyeti nyumbani. Yale maneno yanaishi. Lakini Yesu aliacha maneno, alimwambia nitafufuka. Na akawa anaishi yale maneno, na kweli akaja kutokea kwenye uhalisia. Unatamka nini mwana wa Mungu? Katika magumu unayopitia unatamka nini? Katika shida unazopitia unatamka nini? Unatamka kushindwa? Unaona adui ana nguvu kuliko wewe? Ukirudi mwanzo katika ile sura ya kwanza, ukiangalia uumbaji wake, Mungu alimfanya mwanadamu awe mtu wa thamani sana. Kwa sababu baada ya kuumba mbingu na nchi, akaumba mimea, akatengeneza bustani za kila aina, akaweka wanyama wa kila aina, lakini alimthamini sana mwanadamu kutawala vile vitu vyote. Amina. Alafu akasema ukaitiishe dunia. Lakini sasa hivi dunia inatutisha. Kwa nini dunia inatutisha? Kwa sababu inawezekana tulipokea hizi habari kama ni maneno ya upuuzi, kama walivyopokea wenzetu. Kuna mahali wanasema, na ni Biblia yangu inasema, yaani neno msalaba kwa wao wanaopotea ni neno la upuuzi, lakini kwetu sisi ni nguvu, si ndio, ya wokovu. Lakini kuna mahali tena anasema kwa wale wanaopotea neno la Mungu limestirika. Yaani neno la Mungu limefichwa kwa wale wanaopotea. Lakini sisi ambao tunalitamani liko wazi. Liko wazi. Liko wazi, watumishi wa Mungu. Tupende kusoma neno na kuliishi neno. Soma neno, uliishi neno. Maneno yanaumba. Ukisoma katika habari ya Ibrahimu kumtoa Isaka sadaka, unaona kabisa pale kuna kitu Ibrahimu alitamka kabla Mungu hajamtoa yule mwanakondoo. Lakini Ibrahimu alitamka. Lazima utambue yani nguvu ya maneno. Usitamke tu vitu ovyo ovyo. Isaka anambeba mwanae anamuuliza, "Baba, naona tumebeba, kuni tumebeba, lakini yu wapi mwanakondoo kwenda kumtoa sadaka?" Baba alichomjibu alisema, "Katika Isaka Mungu atanifanyia kondoo wa kuteketezwa." Na Mungu akatimiza. Alisema kwa kuimaanisha. Ina maana Ibrahimu anatembea na mwanae kwa ajili ya kwenda kumtoa sadaka. Lakini moyo wa Ibrahimu amejiconnect na Mungu. Anamwambia na yeye kwamba, "Mungu, hivi kweli kabisa ninamtoa mwanangu? Badilisha basi, fanya kitu fulani." Anazungumza na Mungu. Kwa kuna wakati natakiwa tujijue kama watumishi wa Mungu, kama wafuasi wa Kristo, ni kipi cha kutamka, ni kipi sio cha kutamka. Maneno yanaishi. Alikuwa anazungumza nao sana Yesu kwa mifano. Hekalu hili nitalivunja kwa siku moja, lakini baada ya siku 3 nitalijenga.
Si ndio? Amen. Sasa hawaelewi. Wakamuona mpuuzi kweli. Yaani sisi tumejenga miaka 40 ili jengo tunahangaika. Yeye anasema siku moja au siku tatu. Hivi kweli kinawezekana hicho kitu? Lakini wao hawakujua mzana sana. Anawapa mifano, anaondoka. Hakuna mtu aliyetilia maanani kufuatilia zile siku. Sidhani kama kuna mtu alikuwa anaomba kweli. Leo Mungu naomba. Mimi nasubiri mpaka siku ya 3 nione. Wanapelekewa habari, wameona upuuzi. Wamesahau. Kwa hiyo inawezekana hata sisi mtumishi wa Mungu anaweza kaongea na sisi kitu hapa. Tukasahau hapa. Wewe mtumishi wa Mungu anaongea hapa kwa uchungu. Sio kwamba hatupendi kufanya. Ila tunajisahau. Bwana Yesu afungue fahamu zetu, aondoe roho ya kusahau katika jina la Yesu. Aondoe hiyo roho ya kusahau katika jina la Yesu. Aondoe hiyo roho ya kupuzia mambo katika jina la Yesu. Haleluya, watu wa Mungu. Usikubali shetani anakutumikisha tu kirahisi. Kusoma neno ndugu ni vita. Hakuna yani utapata nafasi ya kusema kweli kabisa napata nafasi. Ila unaingia kwa ujasiri. Yaani unaingia kwa kupambana. Yaani unafungua tu Biblia hapo unataka kusoma neno. Anaanza kukutafakarisha shetani. Sijui kuna vitu vinatakiwa viende sawa saizi. Alafu nakumbuka unajua kulia kitu ulipojeweka hivi. Iko yeye anakutafakarisha vile vitu na unafunga Biblia kweli. Hapa manake muda utaenda. Nikianza kusoma Biblia hapa naweza nikachukua muda. Ngoja nikafanya. Lakini unapokwenda kufanya uone kama unachukua muda wa kusoma Biblia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunajifunza kwa habari ya kifo cha Bwana Yesu na kufufuka kwake. Ni yapi ambayo sisi anatufanya tufe? Kitu gani kinakufanya wewe uonekane mbele za Bwana? Ni dhambi ya kuambukizwa. Dhambi ya kuambukizwa ni ile unalitoa maneno alafu hujayafanyia utafiti. Unaanza kumchukia jirani yako, anashangaa. Huyu mtu alikuwa ananisalimia vizuri. Sasa hivi imekuaje? Kumbe umepewa tu habari huko na. Nisitoshe wewe mtu amekupa habari kwa sababu yeye anamchukia tu yule jirani. Au ameona wewe na yule jirani mnaenda vizuri anataka tu kuwafarakanisha. Kuna jikutu unaanza tu kumchukia mtu. Shida nini? Haelewi. Hiyo ni dhambi. Fanya utafiti wa kila jambo na uliletewa. Fanya utafiti. Sio kila neno unaloletea ni nzuri. Mwingine anakuwekea anakuja kitu kama kitu kizuri lakini ndani yake ameweka mtego. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna mahali watu wameimanisha kwamba msitoi sadaka. Na watu wakawa wanamiminika sana kwenye hilo kanisa. Walikuwa kama wakolea. Lilikuwa maeneo ya Mwenge sio. Pale wenyewe wakifika napewa hela baadaye Wakristo watoe sadaka. Huyo ni mpinga Kristo. Kwa sababu amejua hawa watu kufanikiwa kwao ni kwa sababu anajenga ushirika na Mungu. Hivi mnafikia Mungu ni maskini? Anahitaji hela? Hahitaji. Ila anatamani kuona ushirika. Sidhani kama mzazi unaweza ukasomesha mtoto, si ndio? Amemaliza. Mzazi una uwezo sawa, sio kama lakini mtoto sio kwamba ndio ile sababu ya kustoka kukuletea zawadi. Yaani anaimarisha ule ushirika, upendo kati ya mtoto na mzazi. Na sisi tunatii ule upendo wa Yesu, alitupenda kwanza yeye. Sasa sisi inabidi turudishe utii wa kwamba asante Mungu kwa kutupenda. Amen. Tupeleke hoja zenye nguvu mbele za Mungu. Tunapopata na shida, tupeleke hoja zenye nguvu. Kwa sababu gani? Yaani mtu anafanikiwa, anatumia ukwela zake akimaliza zimemwendea vibaya apate tena ile hela. Ndio anakuja kwa Mungu kulalamika. Baba, mimi mwanao, sio nini. Simamia sasa sehemu ya kumkumbusha kama Ezekieli alivyosimamia, alimwambia Bwana, kumbuka nilivyoenda kwa ukamilifu nyumbani mwako. Amen. Wewe shida inapokujia unamkumbusha nini Bwana? Hauna ushirika naye. Lakini ukiwa na ushirika naye, kama sasa hivi hapa, ukipanda sadaka yako ya ujenzi, ukipanda sadaka yako madhabahuni hapa, shida inapokujia mwambie Mungu, kumbuka kwenye madhabahu yako ile ya viwege pale Safina. Niliwekeza Mungu, mimi niliwekeza mwanao. Nikumbuke. Na kiangalia kweli mwanangu aliwekeza. Amen.
kwa sababu utajiri na heshima vinatoka kwa Bwana. Kwa hivyo tulivyo navyo ni mali ya Bwana. Kwa nini tusirudi nyumbani mwake kwa shangwe tukamshukuru? Yaani wewe ukiwa na 500 wewe ndio Mungu kakubariki, yaani sikia raha kumtolea. Mfurahie Bwana, yani toa kwa shangwe kama hautakuja kufurahia tena maishani. Jitoe. Yaani hakuna mahali ambapo unapata furaha kama nyumbani mwa Bwana. Si unaona wote hapa tunacheza? Hivi ukirudi nyumbani unacheza kweli mtumishi wa Mungu? Tulizane. Ukirudi nyumbani unacheza kama tunavyocheza. Kwa sababu Yesu mfufuka, yaani ametupa amani, ametupa furaha. Yaani tunamfurahia, tunasikia furaha kwa sababu ametupa uzima. Yaani mwili yetu sisi wala haina kazi. Kazi ni kumtukuza Bwana. Ndio maana amesema mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa akili zako zote na kwa nguvu zako zote. Sasa wewe ukipata hela uonekane kanisani. Zikiisha unarudi kwa mchungaji. Niombe mchungaji, nilikuwa nina kazi, tena mshahara ulikuwa 2,000,000. Sasa mchungaji basi atumie tu hekima aombe, lakini kiukweli anaanza kujiuliza. Sasa kumbe alikuwa na mshahara mzuri. Mbona tulikuwa tukitangaziana pale utoaji nilikuwa simuoni? Anaona acha tu Mungu atashughulika. Anaingia magotini pa Bwana na kuombea. Lakini kiukweli kwamba hauna ushirika na Mungu. Tusione haya maandiko ni kitu cha upuuzi. Tuchukulie kwa uzito. Tuyaishi watu wa Mungu. Yaani sio kitu cha kawaida sana kuzoelea ibada. Tusizoelee ibada. Yaani wewe ukiamka asubuhi kama unakuja ibadani, ona kwamba unaenda kukutana na Yesu. Amen. Ona unakwenda kukutana na Yesu mfufuka. Utaipenda ibada. Lakini kama unakuja ibadani kwa ajili tu kwamba mchungaji atanipigia simu kwa sababu sijaonekana, wewe umwabudu Mungu na unamwabudu mtu. Wewe umwabudu Mungu na muabudu mtu. Usifanye ibada ya kumfikiria fulani. Yaani mwingine aje kitolano kwa sababu mama fulani aje. Mimi kuna mama huwa mpaka leo namkumbuka, ni marehemu pale kanisani kwetu Mwananyani. Alikuwa ni mwenyekiti wa kina mama. Yule mama alikuwa anafanya kazi, lakini anasema amemwambia bosi wake, yaani Jumatano utanihurumia tu. Mimi naomba niwe naondoka muda huu kwa sababu na kipindi kanisani. Na yule bosi wake akawa anamruhusu. Kuna mkuta yeye anayetoka ofisini ndio wa kwanza kufika pale kanisani. Na hata kama watu hawajafika yeye unamkuta anaimba nyimbo za kitabuni peke yake. Na akiona mmechelewa muda wa kufungua kipindi anafungua kipindi peke yake. Akiona bado hamjafika anafungua neno peke yake. Anasoma. Ukifika muda wa kufunga kipindi umefika, anafunga kipindi peke yake. Huyu anafanya ibada na Mungu. Sasa sisi wakina mama wenyewe wanafikaga wawili. Kwa hiyo unakwenda kwa ajili ya hao wakina mama. Fanya ibada ya Mungu. Tufanye ibada ya huyu Yesu mfufuka. Mchungaji akisema tuje hapa tukutane, wewe ukifika anza kuabudu na kusifu. Jiweke wakfu kwa Mungu. Uweka wakfu ibada kwa lile mliokusudia kukutana mahali hapa. Lile ambalo mtazungumza. Jiweke wakfu, sema neno mbele za Bwana. I say mtakuwa mna ibada njema sana. Amen. Mungu hata kupungukia wala hata kuacha. Juzi nilikuwa naangalia kwenye mtandao. Yule kijana nikasema, yaani vizazi vyake vyote vitakumbuka. Akawaza namna gani yani aweke yani watu waweze kujua kwamba Mungu yupo na anahitaji tuishi kwenye utaratibu. Ametengeneza bango la amri 10 za Mungu, ameliweka katikati ya mji. Ameliweka Bunju sijui maeneo gani, katikati ya chuo wanachuoni, sehemu ambayo ni center, kila mtu anapita hapo. Kuona kuta wakipita bodaboda wanasimama, wanasoma zile amri 10. Wanaondoka. Akipita mtu kwa miguu lazima asimame, asome zile amri 10. Anaondoka. Yaani huyo kafanya uinjilisti wa maana. Amen. Amen. Kama walivyofanya wanawake kuamka asubuhi kwenda kaburini kwa Yesu. Kuchungulia kaburini wakakuta hayupo, wakaenda kufanya uinjilisti, wakaenda kutangaza. Ndivyo alivyofanya. Mimi na wewe tunawainjilisha wangapi pale tunapokaa? Wangapi tunawainjilishi? Yaani ni vile tu unapotoka, unavorudi. Unajua kuna mtu maisha yako anayasoma. Yaani kuna mahali hata wewe mwenyewe hujijui kama uko hivyo. Lakini watu wakikaa kuzungumza sema
Tumuite mama fulani mtu wa Mungu sana, lakini wewe unajiona ni mtu kawaida. Nini wanakiona kwako? Wewe wakukuita kwenye kusengenya watu hauko. Wakikuita sijui kwenye vitu utoe ushahidi wa uongo hauko. Wanaona wewe mwenzetu. Hapana, sio mwenzetu. Yuko tofauti na sisi. Kwa lazima yale matendo yako. Ukikaa kwenye vikundi mbalimbali, wanaona tu hata ushauri wako sio ushauri wa kawaida. Ni ushauri ambao unafanya watu wawe na umoja, alafu wawe na hofu ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa tujitahidi sana kutoa uinjilisti wa Yesu mfufuka kwa kuimaanisha, yani kwa usawa. Yaani sawa sawa na jinsi anavyotaka tumshuhudie. Sio unashuhudia kwa watu na kwa mnyonge. Hivi mtu anaweza kukuuliza, hivi mimi siamini kama Mungu yupo. Hivi wewe unaamini Mungu yupo? Alafu nasema ndio. Niambie. Unaamini vipi kama Mungu yupo? Anza na maisha yako binafsi. Hata hizo tulizozoelea, naamini Mungu yupo ndio ameifanya mbingu na nchi. Anza maisha yako binafsi. Mwambie mimi namuona Mungu yupo kwa sababu nilikotoka mpaka hapa nilipo na mshangao Bwana Yesu. Sio mimi. Anakaa na kusikiliza vipi? Mwambie nilipita 1 2 3 lakini nikauona mkono wa Bwana ukinichukua kuniongoza. Nilipita 1 2 3 lakini nikamwona Mungu amesimama kunitetea. Nilipita 1 2 3 nikamwona Mungu akinishauri. Mwambie anajua kweli Mungu yupo. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mahali sio rahisi ukapita peke yako mtu wa Mungu. Sio rahisi. Lakini ukiwa na Yesu mfufuka ndani yako, kila kitu kitakuwa rahisi sana. Kila kitu kitakuwa rahisi sana. Bwana Yesu asifiwe. Mimi niliyesimama hapa nina ushuhuda. Nina ushuhuda ambao mimi nilikuwa sijui. Yaani kuna mtu ana ushuhuda kwa ajili ya maisha yangu. Alafu mimi sijui. Yule mama alikuwa ni mwenzetu. Mume wake alipata stroke ghafla. Anauguza sasa hivi karibia si mwaka wa 7, si wa 10 unakwenda. Anauguza. Sasa imekuja kwangu mimi, mume wangu kapigwa stroke siku moja, kashinda siku ya kwanza, ya pili kafa. Alafu hajaongea. Na ametokea kazini, katoka kazini kapitiliza moja kwa moja kinyelezi akanyoa nywele, ndio huko kajisikia vibaya, kadondoka, watu wamemsaidia. Mimi nakuja kupigiwa simu kashapelekwa Amana. Nafika Amana ni mtu yuko kwenye haya mazingira aongei. Tunapewa rufaa 9 usiku kwenda Mlongazi. Tunafika pale kashinda, alipata tatizo Ijumaa. Kashinda Jumamosi, Jumapili usiku saa 6 akawa anafariki. Hajafungua macho, hajaongea. Sasa kashangaa mimi nimekaa tu miezi 3. Nimesimama madhabahuni. Yule mama akasema, "Hapana, mimi nimemkosea Mungu. Kwa maisha udada, mimi naenda kanisani." Amen. Sasa kuna watu wakaanza sasa mume wake kafa. Ataishije sasa? Inakuaje na hao watoto wote? Alafu watoto wote wako international shule. Inakuaje? Huyu wa kwanza ndo kwanza yuko mwaka wa pili chuo. Wa pili yuko form 5 anaingia form 6 sasa. Wa tatu yuko form 3. Wa 4 yuko darasa la 6. Nikakaa na wanangu nikawaambia hivi. Niwaambie kitu. Baba yule tulikuwa tunamwona kwa mwili hayupo. Lakini tunaye baba anaonekana kwa vitendo. Amen. Wakanishangaa. Nikaambia walipofunga shule nikawauliza, nikawaambieje? Si niwaambieni baba anaonekana kwa vitendo ndio yuko. Haya, mjaenda shule mmeenda. Umeenda. Mmepungukiwa vitu, hatujapungukiwa. Sasa niwaambieni yupo baba. Amina. Najaribu kuachia moyo, twende sawa. Usiwanyongonishe watoto eti baba hayupo ndo basi. Sasa watu wengine ambia, kwani alipokufa baba akafa na hela au kafa na mikono yangu? Hela si zinatafutwa wapendwa. Unaomba maarifa kwa Mungu. Mfanye biashara maisha yanaenda. Alipokufa mume wangu mimi ndo Mungu kawa maskini. Niwauliza, alipokufa mume wangu ndo Mungu kawa maskini. Mimi naona Mungu bado tajiri sana tu. Kuna udai utajiri ule kwa Mungu. Na nikawa nimenuiza moyoni mwangu kaambia Mungu, umeniruhusu hili. Sasa sikia, mimi na wewe tunakaa. Nikilala njaa ni wewe umelala njaa. Nikiishi maisha ya kuaibika ni wewe umeaibika. Tunaenda sana. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mfurahia Bwana Yesu sana, sio kidogo. Natembea najiamini kwa sababu najua Yesu yuko pamoja na mimi muda wote. Hawaamini watu mpaka leo. Yaani walitarajia kabisa mimi ndo basi maisha ndio kisha basi.
Bwana Yesu asifiwe. Kiukweli kwamba yeye ndo alikuwa na kazi ofisini. Mimi nilikuwa tunabangaiza shughuli zangu mbali. Lakini mpaka nafariki nilikuwa nimeshasimamisha shughuli zangu zote. Nimeenda kusoma chuo cha theolojia, nimeacha kufanya shughuli zangu. Kwa bado sijasimama ili nikawa na shughuli zangu. Kwa watu walijua basi kuisha habari. Bwana Yesu sio kuisha habari jamani. Amen. Bwana Yesu ni mwanzo wa habari. Amen. Bwana Yesu ni mwanzo wa kila kitu. Amen. Bwana Yesu ni muweza yote. Yaani mimi nikisikia habari za kufufuka kwa Yesu nasikia na mimi maisha yangu yamekuwa mapya. Haleluya watu wa Mungu. Namfurahia sana Bwana Yesu. Yaani namfurahia kwa kuimaanisha. Yaani simfurahii sio kwamba yani natembeaga na najiamini. Yeye unajua kuna wakati inabidi ukubaliane na mazingira. Yaani hakuna kitu kizuri katika maisha. Jikubali. Jikubali. Kuna maisha yanabadilika, jikubali, yakibadilika jikubali. Tembea ndani ya hayo maisha. Sasa kuna mwingine hapa hakubaliani na nani? Mbona maisha ya 500,000 unataka kuishi maisha ya milioni 1? Utafika kweli? Huwezi kufika. Kubaliana na mazingira ambayo Mungu ameyaruhusu kwako. Afu kimwambia sawa Bwana mimi nimekubali. Twende, tunaenda hatua kwa hatua. Wewe ukikanyaga na mimi nakanyaga, tutafika tu. Na tutafika kweli. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa ufurahie Bwana Yesu, ukisikia Bwana Yesu amefufuka. Ona amefufuka na mambo yako yale uliyoona amekufa yamefufuka. Mwangalie kwa upya Bwana Yesu kama ulikuwa unamuona wa kawaida. Yaani leo anza kumtafakari. Huyu Bwana Yesu ni mtu wa aina gani? Yaani dunia yote sema tu Yesu. Ni mtu wa aina gani? Lazima ujitafakari kwamba maisha yangu mimi yanamhitaji sana Yesu. Pasipo Yesu sitoboi. Usiangalie wale wa majirani zako wanasema nini. Wewe ni mtu wa kushindwa. Wewe ukisema ni mtu wa kushindwa, wewe ona kushinda. Yesu aliona kushinda kabla hajashinda. Ndio atakuwa na msimamo huo. Anaanza kuwapa habari za mambo ambayo yatatokea baadaye. Bado hajatokea. Lazima uwe na mtazamo chanya. Uwe na mtazamo wa kuona. Yaani uwe na jicho la tatu. Jicho la ndani na kushuhudia nini? Wewe umezaliwa siku yako, tarehe yako, mwezi wako, mwaka wako. Unaanza kutafakari kaka yako amezaliwa 72, eti ana kazi na mimi sina kazi. We, tumezaliwa siku moja. Kila mtu anakujaga na baraka zake. Amen. Sisi wazazi tunaelewa. Kuna nyingine ukibeba mimba toka umebeba mimba mpaka unajifungua. Mume hapati hata shilingi. Lakini ukishajifungua, yaani milango ya baraka inafunguka. Kila mtoto anakujaga na baraka zake. Kwa usijione eti nyumbani kwetu sisi ndio tuko hivi. Wewe ndio umetaka. Lakini ukibadilisha mtazamo, mambo ya ajabu yatatendeka na wale wengine watabadilika. Sasa hao wakujua kama Yesu mambo yanabadilika, anafufuka. Wao wamekazana kwenda kuupaka mafuta mwili wa Yesu, bado eti mfu. Wewe mzee umekisha fufuka. Haleluya watu wa Mungu. Amen. Namshukuru Mungu kwa ajili ya neno lake hili. Mimi nimenibariki sana nilipokuwa nalipitia. Nikasema kumbe tunahitaji sana kuwa na mtazamo wa mambo yajayo, kuyatazamia kwa uzuri. Ona watoto wako wanashika nafasi kubwa kubwa. Ona watoto wako wakifanikiwa, wakati huo wanaona kwamba kila mtu ameshajikatia tamaa kwamba kazi hamna. Mimi naona kazi zipo. Ona watoto wako akienda, mwambie Mungu kila siku, mimi wanangu hawatakaa na vyeti nyumbani. Hawasome ili vyeti vikae nyumbani. Yaani wakimaliza wanaenda ofisini, wakatendee kazi kile kitu ambacho wamesomea. Amen. Kwa usichukulie tu kinyonge kwa kauli za watu wengine eti Yesu. Sasa ndio wao wengine wanaambiwa Yesu kula amefufuka, anasema habari za upuuzi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu atusaidie. Mungu atusaidie watumishi wa Mungu kubadilisha mtazamo. Tubadilishe mtazamo tangu leo. Ile mitazamo tulikuwa tunaifikiria ile kwamba hatuwezi, tuone tunaweza kwa uwezo wa Mungu. Tuone tunaweza kwa nguvu ya Mungu. Tuone tunaweza kwa jinsi Mungu anavyotaka tuweze. Mungu sio wa kushindwa. Bwana Yesu asifiwe. Kila siku wewe njoo. Unajua kuna watu wengine wananunuaga vitu vigumu, yani katika kumtumikia Mungu. Yani kuna mtu aliamua
Yeye kila siku anapokwenda ofisini kwake kufanya kazi, yeye alikuwa ni seremala, anapita eneo la kanisa. Kwa hiyo kila anapopita pale eneo la kanisa anapiga magoti mlangoni, akute kanisa limefungwa, anapiga magoti. Asubuhi kabla hajaanza kazi anamsalimia Yesu, anaondoka. Kila siku asubuhi lazima aje apige magoti, anamsalimia Yesu, anaondoka aenda kwenye shughuli zake. Haimaanishi kwamba ukifanya hivyo ndio upate tatizo. Akaja akapata ajali mbaya sana, kiasi kwamba hata madaktari wakashindwa namna gani warekebishe viungo vyake. Akiwa kitandani akatafakari jinsi alivyokuwa akienda kumsalimia Yesu. Ghafla kama kausingizi kakampitia. Wakaja watu wamevaa mavazi meupe. Akasema, nikamuuliza, ni nani wewe? Akaambia, mimi ndio naikuja kunisalimia asubuhi, na uzima ukurejee sasa. Anashangaa, anakuja kuamka, yuko chumba cha operation, kashafanywa operation, anatolewa eti. Kumbe bado yuko kwenye maono. Amerudishwa kitandani. Madaktari wanapita pale, wameshajadiliana ili waje wamfanyie operation. Sasa mbona mtu faili limesainiwa, hawajui nani kasaini, na tarehe ya kurudishwa tena kuja kuchekiwa imeandikwa. Haleluya. Kwa madaktari walihangaika na ile tarehe ya kuja kuchekiwa tena. Kesi imeisha. Afya yake ikaimarika, akarudi. Wakashangaa ni namna gani hivi vitu vimetendeka. Yes. Kuweka tu kitu ambacho wewe mimi siwezi kuomba, hata kusema neno mbele za Mungu huwezi, mtumishi wa Mungu. Haleluya, watu wa Mungu. Mungu atusaidie. Tusimame kwa miguu yetu. Tuombe. Mungu mtakatifu, wewe uliyetupenda, unayetupenda siku zote. Tena unayetuwazia mawazo mema, hujawahi kutuwazia mabaya siku zote. Wewe uliyetupa nguvu na mamlaka yako, Bwana. Umetupa ujasiri wa kukanyaga nge na nyoka, ili Bwana sisi watoto wako tukutwalie utukufu. Tazama asubuhi ya leo na mchana huu wa leo, Bwana. Umetupa nafasi ya kuingia hekaluni mwako, kujifunza neno lako la maarifa, Bwana. Umetualika, Bwana. Huu ni mwaliko. Mbona wapo wengine wameshindwa kufika mahali hapa? Wengine wako hospitalini, wamelalia vitanda vya hospitali. Sisi ni nani hata tukawepo mahali hapa? Tunaona Bwana ni ukuu wako na upendo wako wa ajabu. Kuwepo siku hii ya furaha ndani ya nyumba yako. Kuwepo siku hii ya Pasaka ndani ya nyumba yako. Tukikufurahia wewe Bwana, kwamba wewe ni mfufuka. Bwana Yesu, kafufue mioyo yetu iliyokuwa imezimika, iliyokuwa imekufa, imekata tamaa ndani ya watoto wako, Bwana. Ukaiuishe upya, ukaifufue, wakaanze na wewe tangu leo. Wakaanze kuona mwisho mwema, wakaanze kuona yale mafanikio ambayo Mungu uliweka yawe ya kwao. Wakaanze kuona mtazamo wa kuweza wala sio wa kushindwa. Oh Bwana Yesu, asante. Maana wewe ni Mungu mwenye mamlaka. Hujawahi kushindwa, Bwana. Maana umesema yale yasiyowezekana kwa wanadamu, kwako Mungu yanawezekana. Haleluya Bwana. Unakwenda kufanya kitu kipya ndani ya mioyo yetu, ndani ya fahamu zetu. Katika jina la Yesu, na achilia nguvu zako, na achilia uweza wako, na achilia mamlaka yako, na achilia ufalme wako wa mbingu ukawe nasi siku zote, Bwana. Katika jina la Yesu. Amen. Aise, Mungu akubariki sana mtumishi wa Mungu. Watumishi wa Mungu tumshangilie Mungu. Tuongeze makofi mengi mengi. Tuongeze makofi mengi mengi watumishi wa Mungu. Ni wenye vipindo nikashanga binakatika.